Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tuweze kusikiliza na kutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo, leo ikiwa tarehe 20 Aprili. Kitu pekee ninachoweza kusema ni kwamba upendo ni wema. Katika upendo tumsamehe kila mtu na kusonga mbele. Kitu pekee ninachoweza kusema ni kwamba upendo ni wema. Katika upendo tumsamehe kila mtu na kusonga mbele. Ndugu zangu, maneno ya Mtakatifu Gaspari leo ni mafupi lakini yenye uzito mkubwa. Upendo ni wema na upendo unasamehe. Hii ndio ujumla wa Injili yote. Yesu alifundisha waziwazi, mkisimama kusali, sameheni kama mna neno juu ya mtu yeyote, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Hiki ni kifungu ambacho imetolewa katika Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 11 mstari wa 25. Mafundisho haya ya Kristo yalikuja baada ya mfano wa mtini ulionyauka, baada ya Kristo kuamuru kuwa hata milele mtu yeyote asile matunda yake. Kwa ishara hiyo, Kristo aliwafundisha wafuasi wake kuhusu imani na sala ambayo huambatana na usafi wa moyo unaotokana na kutokuwa na kinyongo na mtu yeyote. Msamaha si chaguo la hiari kwa Mkristo, ni sehemu ya asili ya upendo. Lakini leo Mtakatifu Gaspari anaongeza kitu muhimu: kusonga mbele. Msamaha wa kweli hauachi mtu amezama katika huzuni au hasira zilizopita. Unamwachilia mtu uhuru wa kuendelea mbele. Mtakatifu Paulo anasema, nikisahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Rejea waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 13b hadi wa 14. Ni vigumu kusamehe, hasa pale ambapo maumivu ni makubwa. Lakini Mtakatifu Gaspari hakusema kwamba itakuwa rahisi. Alisema kwamba upendo ni wema na upendo wa kweli unafanya kila linalowezekana. Nguvu ya kusamehe haiji kutoka kwetu, bali kutoka kwa Kristo aliyesema msalabani hata kwa waliomsulubu, Baba uwasamehe. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 23 ule mstari wa 24. Kanisa Katoliki natukumbusha kwamba kwa upendo wa kirafiki tunawapenda wale ambao Mungu anawapenda. Tunataka utimilifu wao kama ulivyo utimilifu wetu, na kwa ajili ya upendo huo tunawasamehe makosa yao. Rejea katika simu ya Kanisa Katoliki namba 1829. Zingatia zaidi maneno haya: tunawapenda wale ambao Mungu anawapenda. Sio kwamba sisi ambao tunawapenda, bali Mungu anawapenda, ambao ni wanadamu wote walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo sisi hatuna budi kuwapenda watu wote kama Mungu mwenyewe anavyotupenda sote, na anataka wote tufikie uzima wa milele. Leo Mtakatifu Gaspari anatuuliza, kuna nani ambaye bado hajasamehe? Kuna mzigo gani wa hasira au uchungu unaobeba? Yaache chini ya msalaba. Samehe kama Kristo alivyokusamehe wewe na usonge mbele. Hivyo basi, pamoja na tafakari hii, kila mmoja wetu amwombe Bwana Yesu akisema, Bwana Yesu, mimi nikiwa nimepewa msamaha mkubwa wa dhambi zangu, unipe moyo wa kuwasamehe wengine. Ondoa uchungu na hasira kutoka moyoni mwangu. Nifundishe kwamba kusonga mbele si kusahau, bali kuchagua upendo badala ya chuki. Uwe wema wangu katika kila hatua. Amina. Tafakari hii imeletwa kwako nami Patrick Robert Amseri wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu Kristo, kutoka nyumba ya malezi ya Mwenye Heri Yohane Mrandine, Miyuji.